Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Karibu msikilizaji na mtazamaji mpendwa, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema. Ni furaha kubwa kukukaribisha katika mafundisho haya yanayolenga kujenga imani, kupanua ufahamu na kukuongoza katika kuitambua kweli ya Mungu. Makala hii imeandaliwa na Pastor Bukelebe Ngelela na inasomwa na Istasela John. Leo tunachunguza swali muhimu sana. Je, maandiko ya Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu? Neno Biblia limetokana na neno la Kigiriki Biblos, ikimaanisha kitabu chenye vitabu vingi au maktaba. Hivyo Biblia si kitabu kimoja tu, bali ni mkusanyiko wa vitabu vingi vilivyoandikwa katika vipindi tofauti na waandishi tofauti, lakini vikiongozwa na ufunuo mmoja wa Mungu. Biblia imegawanyika katika sehemu kuu mbili: Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale linajumuisha maandiko yaliyoandikwa tangu kipindi cha Nabii Musa hadi kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo au Nabii Isa. Ndani yake mna Taurati ambayo inagawanyika katika vitabu vitano. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo, kinachoeleza uumbaji wa Mungu, uumbaji wa ulimwengu, historia ya mababu wa imani, hadi simulizi ya Yusufu kuuzwa Misri na hatimaye kifo chake. Kitabu cha pili ni Kutoka, kinachoelezea wana wa Israeli walivyokuwa utumwani Misri na jinsi Mungu alivyowakomboa kupitia mkono wa Nabii Musa. Ndani yake tunaona agizo la Mungu katika Kutoka 17:14 ikisema, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho. Hapo tunaona wazi kuwa Mungu mwenyewe alimwagiza Musa kuandika. Kitabu cha tatu ni Mambo ya Walawi, kinachoeleza sheria za ibada na jukumu la kabila la Walawi katika kuongoza ibada. Cha nne ni Hesabu, kinachoelezea sensa na safari ya wana wa Israeli jangwani. Cha tano ni Kumbukumbu la Torati, ambacho kinawakumbusha sheria alizopewa Musa ili ziwe mwongozo kwa vizazi vyote. Ndani ya Taurati tunasoma pia kuwa Mungu aliandika sehemu ya sheria kwa mkono wake mwenyewe. Katika Kutoka 24:12 na 31:18 tunaambiwa kuwa Mungu alimpa Musa mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Hii inaonyesha kuwa chanzo cha maandiko hayo si mawazo ya mwanadamu, bali ni ufunuo wa Mungu. Qur'an nayo inakiri kuwepo kwa vitabu vya kale vilivyoteremshwa kabla ya Mtume Muhammad. Katika Qur'an 16:43 inasema, hatukuwatuma kabla yako isipokuwa wanaume tuliofunulia wahi. Hii ni uthibitisho kuwa mitume waliotangulia walipokea wahi. Aidha, Qur'an 5:44 inasema kuwa Taurat inateremshwa ikiwa na uongozi na nuru. Hivyo Qur'an inatambua kuwa Taurat aliyopewa Musa ilikuwa ni mwanga wa kuongoza watu katika haki. Daudi naye alipewa Zaburi kama inavyosema Qur'an 17:55. Zaburi hizo tunazipata katika Zaburi ndani ya Biblia zikionyesha maombi, sifa na unabii. Yesu Kristo ama Isa bin Maryam alikuja kuikamilisha Taurati na kupewa Injili. Qur'an 5:46 inasema kuwa alipewa Injili yenye uongozi na nuru na inayosadikisha yaliyo katika Taurati. Katika Luka 24:27 tunaona Yesu akianzia maandiko ya Musa na manabii wote akawaeleza wanafunzi mambo yaliyomhusu yeye. Hii inaonyesha kuwa maandiko ya kale yalikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na mpango wa Mungu wa wokovu. Wanafunzi wake walishuhudia mioyo yao ilivyowaka walipofunuliwa maandiko. Swali la msingi linabaki, je, waandishi wa Biblia waliandika kwa mawazo yao? Jibu ni hapana. Jibu linapatikana katika Petro 2:21. Maana unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo maandiko haya si hadithi za kibinadamu, bali ni maneno yaliyovuviwa na Mungu. Vivyo hivyo, Timotheo 2:3:16 na 17 inasema kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuongoza watu katika haki. Huenda mtu akauliza, kwa nini Qur'ani inataja Taurati, Zaburi na Injili tu?
Katika Quran 4:164 hadi 165 inaeleza kuwa kuna mitume ambao Mtume Muhammad hakuhadithiwa habari zao. Uislamu unatambua kuwa mitume walikuwa wengi na baadhi yao hawakutajwa majina. Quran 3:84 inaagiza kuamini mitume wote bila kuwabagua. Hivyo kama kuna mitume ambao hawakutajwa majina yao katika Quran, maandiko yao yanaweza kuwa sehemu ya mikusanyiko wa Biblia. Kwa mujibu wa Quran 2:257, Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa wale walioamini, huwatoa gizani na kuwaingiza katika nuru. Neno la Mungu ndilo nuru hiyo. Ndiyo maana Zaburi 119 na 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hii inathibitisha kuwa maandiko ya Mungu humwongoza mwanadamu kutoka giza la kutokujua hadi mwanga wa kweli. Kwa hiyo Biblia kama mkusanyiko wa vitabu vya manabii na mitume waliovuviwa na Mungu ni hazina ufunuo wa Mungu kwa wanadamu. Imeandikwa katika kipindi cha takribani miaka 1500 na waandishi wapatao 40, lakini ujumbe wake ni mmoja: kumfunua Mungu na kuongoza watu katika njia ya haki. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, wito wetu ni huu: endelea kujifunza, kukubali na kufuata ukweli uliojifunza. Usiridhike na kusikia tu, bali tafakari, chunguza maandiko na muombe Mwenyezi Mungu akuongoze katika nuru yake. Tunapokuhitimishia leo, tunakushukuru kwa kuungana nasi katika somo hili muhimu. Makala hii imeandaliwa na Pastor Bukelebe Ngelela na imesomwa na Yustasela John. Tunakuaga kwa amani na baraka za Mwenyezi Mungu, tukikukaribisha tena katika mafundisho yajao. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.